China inazidi kuishikilia Iran. Wakati huu wa Iran wanasema kwamba wao pamoja na China ni ngome isiyoweza kupenywa na vikwazo vya Marekani. Ni katika nyakati ambazo Marekani imeamua kuweka vikwazo, lakini pia kuongeza ushuru kwa baadhi ya mataifa mbalimbali ulimwenguni. Wizara ya Fedha ya Marekani imezidisha mashinikizo dhidi ya Tehran kwa kuwekea vikwazo kiwanda cha kusafisha mafuta cha China kwa madai ya kununua mafuta ya Iran. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kuwa si tu vikwazo hivyo havijazuia mauzo ya mafuta ya Iran, bali pia vimezidisha ushirikiano wa kiuchumi na kijiografia kati ya Iran pamoja na Uchina. Shirika la habari la Fars limeandika makala maalum kuhusu suala hilo na kusema vikwazo vya Marekani dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Shandong Shengshin, ambacho kwa mujibu wa idara ya hazina Marekani kilinunua mafuta yenye thamani ya zaidi ya dola milioni 800 kutoka kwa makampuni yenye uhusiano na Iran kati ya miaka 2020 na mwaka 2023, ni sehemu ya mbinu zinazotumiwa kufelisha vikwazo vya Washington. Takwimu za satellite na ripoti za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa mauzo ya mafuta ya Iran yalifikia mapipa milioni 1.82 kwa siku mwezi Machi mwaka 2025. Ripoti ya Tanker Trackers inasema kuwa asilimia 45 ya meli za mafuta za Iran zimekuwa zikikwepa vikwazo vya Marekani kwa kutumia mbinu tofauti. Makala hiyo ya shirika la habari la Fars imeongeza kuwa waraka wa siri kutoka Benki Kuu ya China unaonesha kuwa asilimia 32 ya manunuzi ya mafuta ya Iran yaliyopokelewa nchini China yalifanywa kwa kutumia sarafu zisizokuwa za dola. Makala hiyo imemnukuu Zhang Lian, mwanauchumi katika chuo kikuu cha Peking, akisema badala ya kuitenga Iran, vikwazo vya Marekani vimegeuzia Tehran kuwa ngome ya kuunda mifumo mbadala ya mabadilishano ya kifedha. Makala hiyo pia inasema hatua ya Marekani ya kujitoa katika mapatano ya JCPOA mwaka 2018 na kuyawekea vikwazo mashirika ya Ulaya yanayofanya kazi nchini Iran kama vile Total ilizuia mpasuko kati ya Washington na washirika wake. Pia iliandika kwamba vikwazo vya hivi sasa vya Marekani, mbali na kuongezeka mivutano baina yake na China, haviwezi kuidhoofisha Iran, bali vinaonekana kuimarisha ushirikiano wa kambi nyingine kubwa katika mfumo wa kitaasisi kama vile Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai, lakini pia na kundi la BRICS ambalo linazidi kukua kila kukicha, huku nchi nyingi zikitaka kuwa wanachama. Ushirikiano kati ya Iran pamoja na China ulionekana katika kipindi ambacho Iran ilikuwa katika vikwazo vingi. Ni wakati ambapo China iliangalia fursa na kuangalia namna gani itaweza kunufaika na ushirika na mataifa ambayo yamewekewa vikwazo na nchi za magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. China haikuishia hapo, ilitengeneza ushirika mwingine na Urusi, lakini pia na baadhi ya mataifa mengine kama vile Korea ya Kaskazini. Ni mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa na tofauti na nchi za kimagharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani, na kwa kiasi kikubwa mataifa haya yamewekewa vikwazo na nchi hizo za magharibi. Lakini hali imekuwa tofauti, na kwa mfano upande wa Iran imezidi kunemeka kutokana na ushirika ambao imeupata kutoka katika mataifa ya BRICS, ikiwa ni pamoja na China pamoja na India. Kadhalika hata upande wa Iran hali imekuwa hivyo, na imesababisha Iran kuzidi kuinuka kiuchumi licha ya kuwekewa vikwazo na mataifa hayo ya magharibi, kutokana na kile walichosema kwamba ni Iran kukiuka vikwazo hasa vya JCPOA ambavyo mataifa hayo yalisaini mwaka 2015. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.